Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki popote pale ulipo. Bwana amenipa neema nikulete ujumbe huu. Hatua saba anazopitia mtu aliyeokoka kwa kumaanisha. Hatua 7 anazopitia mtu aliyezamiria ndani ya wokovu. Mtu aliyekubali kumkamata na kumshika Yesu kama alivyo. Hizi ni hatua 7 anazopitia. Mungu wetu na Baba yetu uliye mwaminifu, ninakuomba na kukusii somo hili ambalo Bwana unasema kupitia kinywa changu likamjenge mtu mmoja anayefuatilia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya YouTube, kwa njia ya sauti, popote pale alipo, likampe nguvu na kumtia moyo wa kusonga mbele bila kurudi nyuma. Katika jina lako Yesu. Amen. Hizi ni hatua 7 anazopitia mtu aliyemaanisha ndani ya wokovu, ambazo unaweza kuzita gharama 7 anazolipa mtu aliyezamiria ndani ya wokovu bila kurudi nyuma. Hatua ya kwanza ni hatua ya kutoa nafsi. Ni hatua ya kutoa nafsi au hatua ya kujikana. Hii ni hatua ya kwanza kabisa na ya muhimu anayopitia mtu aliyezamiria ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Marko sura yake ni ya 8. Marko sura yake ni ya 8 na mstari wake ni wa 36. Angalia anachokisema Bwana. Marko sura yake ni ya 8 na mstari wake ni wa 36. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Hebu sikiliza. Kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake, ama mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Mtu aliyezamiria ndani ya wokovu, hatua ya kwanza ni hatua ya kujikana mwenyewe. Aliyezamiria ndani ya wokovu kwanza anaondoa aibu, anamtazama Yesu, kwa sababu Yesu ambaye ndo master wetu, ndo mwanzilishi wa imani yetu, funda wa imani yetu, aliondoa aibu. Alikubali kuvuliwa nguo, alikubali kutemewa mate. Na hivyo mtu yoyote aliyezamiria ndani ya wokovu, sharti ya kwanza anaondoa aibu kabisa, na anatoa nafsi yake, anakubali kujikana kwa ajili ya watu wengine, kama anavyosema katika hiyo Marko niliyokusomea sura yake ni ya 6 na sura yake ni ya 8. Lakini hatua ya pili anayopitia ni hatua ya upweke. Mtu yeyote aliyeamini lazima apitie hatua hii ya upweke. Sikiliza, kuna vipindi viwili katika maisha ya muamini. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha kupendwa na kipindi cha pili ni kipindi cha kuchukiwa. Hata Yesu alipitia vipindi hivi. Kuna vipindi ambavyo alipendwa na kuna vipindi ambavyo alichukiwa. Tunaona kuna kipindi ambapo ilifika hatua watu wakamkimbia. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 60 na kuendelea, utaona watu walimkimbia Yesu hadi Yesu akawaambia, na nyinyi je, mnataka kuondoka? Yesu akawauliza wanafunzi, na nyinyi mnataka kuondoka? Wakasema, twende wapi Bwana, wakati kwako kuna maneno ya uzima wa milele. Lakini kundi kubwa liliondoka. Mtu yoyote anapoamini, wako marafiki waliokuwa wanampenda, wako ndugu waliokuwa wanampenda. Kuna wengine walikuwa wanampenda kwa sababu ya maisha yao waliokuwa wanaishi pamoja. Wako wengine walikuwa wanaishi maisha ya nasa na starehe. Wengine walikuwa wanavuta bangi wenzake, wengine walikuwa ni wazinzi wenzake, wengine walikuwa wavuta wanywaji pombe wenzake. Mara anapookoka, kuna kuchukiwa na hao watu, kuna kupoteza marafiki aliokuwa nao wa karibu, kuna kupoteza ndugu aliokuwa nao wa karibu, kwa sababu ameachana na yale mambo ambayo walikuwa wanayapenda. Ndio maana mimi wanapenda kusema there is no nothing relationship. Hakuna uhusiano usio na maana. Ukiona mtu ni rafiki yako, basi
kuna sababu ya urafiki wenu, kuna maana ya urafiki wenu. Kwa mtu yeyote aliyempa Yesu Kristo, yako maisha ya upweke atayapitia. Ndugu, nikwambie, kwa huduma hii ya utakatifu, huduma hii tulionao, tumepoteza marafiki wengi sana. Wako marafiki wengi sana walikuwa wanatusupport, wako wengi sana walikuwa pamoja na sisi. Mara walipogundua ya kwamba tunahubiri injili ya utakatifu, ya mtu kujikana mwenyewe, ya mtu kuishi maisha matakatifu, huku akizingatia utu wa ndani na utu wa nje, wengi walishia kututenga. Walikuwa wakisapoti huduma, walikuwa wakitupigia simu, lakini waliona tulipokuwa tunahubiri kwa habari ya watu kuacha makorokoro, kuacha mikorogo na watu kumfuata Yesu kama alivyo, walishia kututenga. Na haya ni maisha ya upweke. Nafika wakati hata pengine mtu kiwa makazini wanakuambia, mbona ushiriki mambo yetu, mbona unajitenga, yani ni maisha ya upweke. Kwa sababu ukiendana pamoja nao na dunia, nataka nikwambie, ukienda pamoja nao utaishia wakati mwingine kumhuzunisha Roho Mtakatifu kuhusu maneno wanayozungumza, maisha wanayozungumza, maisha wanayoishi, hali walionayo. Utaishia kupoteza uhusiano wako na Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yao ambayo wanayaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya mambo ndio mambo ambayo muamini anayapitia, anaitwa maisha ya upweke. Ndio maana ukisoma Petro wa pili, sura yake ni ya 2 mstari wa 13, Biblia inasema, wakipatikana na madhara ambayo ni ujira wa udhalimu wao, wakizania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa, wamekuwa ni mawaa na aibu, wakifuata anasa zisizo na kiasi katika karamu zao za upendo, wafanyapo karamu pamoja nanyi. Mstari wa 14 anasema, wenye macho yajayo uzinzi. Acha niendelee pale mbele. Nataka kuna jambo nataka kusoma hapa. Anaeleza namna ambavyo okay. Kuna andiko nalitaka hapa kwamba acha tuendelee mbele, talipata. Lakini nini nataka kusema ni kwamba maisha ya upweke kwa muamini hayaepukiki. Kwa hiyo nikwambie wewe ndugu ambaye unahuzunika kwa sababu marafiki wamekuacha, ndugu wamekuacha, watu wa karibu wamekuacha, nataka nikwambie usipoteze muda kuanza kuwabembeleza. Maisha ya upweke ni ya muhimu sana kwa mtu aliyeamini. Kuna wakati mwingine Bwana anakutenga nao ili akuvushe hatua, akupeleke kwenye hatua muhimu, au kwenye kusudi lako muhimu, au kwenye maisha yako muhimu, au kwenye hatima yako. Kwa hiyo usikwepe hayo maisha ya upweke. Kuna wakati mwingine tunabaki peke yetu, ndipo tunapoimarika zaidi. Kwa hiyo usiogope kubaki peke yako, kwa sababu unapobaki peke yako ndipo unapoimarika zaidi. Hatua ya 3 ni hatua ya uchovu. Upo wakati ambapo muamini aliyemwamini Kristo atachoka. Hata Bwana Yesu ilifika wakati alichoka. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4, kitabu cha Yohana sura ya 4, acha nikusomea hapa. Yohana sura ya 4 mstari wa 6. Kitabu cha Yohana sura ya 4 na ule mstari wake ni wa 6. Maandiko yanatuambia, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo, basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposikia uchovu ndipo tunapokuwa na nguvu, kama alivyosema Paulo. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili, acha nikusomee sura yake ni ya 12 mstari wake ni wa 9. Maandiko matakatifu yanasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida, na kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Kwa hiyo tunaposikia uchovu ndipo tunapokuwa na nguvu za kiroho. Kwa hiyo mwana wa Mungu, wakati unapokuwa na udhaifu, unapokuwa una nguvu, ndio wakati wa kuomba.
hapo mwite Bwana. Tunapokuwa dhaifu ndipo uwezo wa Mungu unapokamilika. Mwili unapokosa nguvu ndipo unapokuwa na nguvu rohoni. Kwa hiyo unapofunga na kukosa nguvu ndipo unapopata nguvu rohoni. Kwa hiyo unapokuwa dhaifu furahia. Mwili unapokuwa dhaifu ndipo unapopata nguvu rohoni. Wakati mwingine kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya maombi, huku nafanya kazi zito lakini nakulazimu uombe, huku naenda kazi lakini nakulazimu uombe. Wapo kazini pale, tafuta muda, omba. Wapo kazini au mashambani, omba. Usiona kisingizio. Hata kama umechoka mwite Bwana, hata kwa sauti ya ndani atasikia. Kwa nini? Unapokuwa na uchovu ndipo ambapo uwezo wa Mungu pia unadhihirika. Jambo la 4, hatua ya 4 anayopitia muamini ni malaumu, kulaumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu aliyemwamini Kristo kwa kumaanisha aliyesamewa kulaumiwa. Atalaumiwa tu. Kwa nini atalaumiwa? Kwa sababu ni mbinu pia ya shetani ili kumzofisha, kumuondoa kwenye njia, kumuondoa kwenye kusudi. Hata kama atanyenyekea, atakuwa mnyenyekevu, lakini utafika wakati au kipindi cha kulaumiwa kuliko sehemu yoyote. Ndio maana wana wa Mungu lazima wawe makini na hila za adui. Na ifahamike kuwa utofauti wa lawama na kashfa. Kuna tofauti ya lawama na kashfa. Mungu kamwe hatavumilia kuona watu wake wakikashifiwa na shetani au na watu wa ibilisi. Kwa mfano, Musa alipokashifiwa, Mungu aliingilia kati. Ukisoma Hesabu 12 kuanzia mstari wa 1. Alipokashifiwa, unaona kina Miriam walipoanza kumkashifu, Mungu aliingilia kati. Pia Yoshua alipokashifiwa na shetani, Mungu aliingilia kati katika Zakaria sura ya 3 na Warumi sura ya 14 mstari wa 4. Lakini kashfa Mungu hataacha. Lakini tunachokisema hapa ni kulaumiwa. Utalaumiwa hata kama unakosa. Watakulaumu, ona huyo mlokole ametutukana hata kama hujatukana. Huyo unanizalao hata kama kwa mfano na mme hajaamini, wewe umeamini. Utatenda jambo lolote hata kama umetenda zuri ataona ni baya. Hata kama umemsalimia atasema hujanisalimia. Yani atatafuta tu lawama, maadamu mtu akutoe kwenye kusudi, akutoe kwenye njia. Nataka nikwambie, usirudi nyuma kwa malaumu yao. Usirudi nyuma kwa maneno yao. Usirudi nyuma, kwa sababu hizi ni hatua ambazo atapitia muamini. Atalaumiwa sana. Hata kitu ambacho hajafanya atalaumiwa. Kama nilivyokuambia ya kwamba ni hatua anazopita yule mtu aliyemaanisha ndani ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu shetani anapanga mikakati mikubwa ili kumtoa kwenye njia, kumtoa kwenye kusudi. Haleluya. Lengo mtoe kwenye kusudi asisimame. Hatua ya 5, kukataliwa. Mtu aliamini kwa kumaanisha atakataliwa. Anaweza kukataliwa kabisa na kundi, pengine hata kudharauliwa kabisa. Kama andiko wanavyosema katika Hesabu 53 mstari wa 3. Bwana Yesu naye alikataliwa. Alikataliwa kabisa. Ndivyo ilivyo kwa aliyeamini. Aliamini kwa kumaanisha, aliyemfuata Yesu kwa kumaanisha, atafika mahali watamkataa. Atafika kuhubiri sehemu watamkataa. Kwa nini? Kwa sababu ya Injili. Kizazi cha leo kinataka wokovu wa kawaida. Kinataka wokovu wa kawaida. Mama mmoja kanishuhudia kule Dar es Salaam. Akanambia, nilipokuwa na sali karismatiki ndugu zangu walifurahia. Nilipokuwa na sali makanisa mengine ndugu zangu wala hawakuwa na shida. Lakini nilipoamini kwenye huduma za utakatifu, nilipoamini kwenye Injili ya utakatifu, ndugu zangu waliinuka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujiandae kwa lolote, watainuka juu tu. Unapoanza kumaanisha ndani ya wokovu, watainuka. Wengine watakwambia ni bora ukadange. Nakumbuka mama mmoja kule Kigoma alikuwa anamwambia binti yake bora akadange mitaani kuliko kusali kwenye kanisa lenu. Na huyo binti alikuwa anasali kanisa la FPCT. Sasa alipoamini akaingia kwenye huduma hii. Alipoingia kwenye huduma hii, mama yake akasema sitaka ingie huko. Bora kadange tu, arudi duniani. Sasa kuna kipindi utakataliwa. Hata wewe ukiamini huduma hii ukaacha mikorogo, ukaacha mawigi hayo, nataka nikwambie kuna wakati mume atakukataa. Atasema niko tayari kuoa mke mwingine. Kwa hiyo lazima ukubali kupitia hizo hatua ambazo nazita gharama ya kulipa. Na ni bora kukataliwa na watu
kuliko kukataliwa na Mungu. Narudia tena, ni bora kukataliwa na watu kuliko kukataliwa na Mungu, kwa sababu ni hatari mno Mungu akikukataa. Kama uamini, angalia alivyomkataa Sauli. Utasoma kwa muda wako. Samuel alikuwa anamuombea Sauli, Mungu akamwambia usiendelee kumuombea, nimemkataa. Mungu akikukataa hakuna maombi yatakayosikilizwa. Mungu akikukataa hakuna ibada utakazofanya. Ndio maana utaangalia katika Yeremia anasema hata kama atasimama waombaji nguli, waombaji maarufu, wakina Danieli, wakina Ayubu, wakina nani na wajua, anasema sintawasikiliza watu hawa. Kwa nini? Mungu amewakataa. Usiombe Mungu akukatae. Jambo la 6, shida na fadhaa. Watu wengi huzani kuwa kutembea na Mungu muda mrefu au miaka mingi huwafanya wapate ushindi nyakati za fadhaa na shida. Lakini sivyo. Mungu mwangalia mtumishi wake kama mtu aliyekomaa, na hivyo humwachia uamuzi wa kiroho kama vile Ayubu. Narudia tena, watu wengi wanadhani ukitembea na Mungu muda mrefu, ukiwa na Bwana muda mrefu, basi ndio ishara au ndio kanuni au ndio kibali cha ushindi nyakati za fadhaa na shida. Nasema sivyo. Nisikilize ndugu yangu. Mungu mwangalia kiongozi kama mtu, au mwangalia mtumishi wa Mungu au muamini aliyempokea Kristo, kwa kumaanisha ndani ya moyo, kama mtu mwenye nini? Mwenye amekomaa na mwenye maamuzi ya kiroho, au mwenye uwezo wa kuamua kiroho. Umwachilia wewe na uwezo wa kuamua kiroho kama vile Ayubu. Mungu alimwachia Ayubu aamue mwenyewe kiroho. Soma habari za Ayubu taangalia. Kwa Mungu wakati kama huu huachilia watu wake wajisimamie. Hutuachilia sisi wenyewe tujisimamie. Kwa mfano, Mtume Paulo katika Matendo ya Mitume 20. Mtume Paulo katika Matendo ya Mitume 20. Acha nikusomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 na mstari wake ni wa 22. Biblia inasema, basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Angalia, ameamua kwenda, akaamua mwenyewe kwenda, ili hali mambo yamefungwa rohoni. Lakini pia Yohana Mbatizaji katika Luka sura ya 7 mstari wa 19. Luka sura ya 7 na ule mstari wake ni wa 19. Biblia inasema, ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaangalia Yesu pale akumpa majibu, alisema kamwambie ni vipofu wanaona, viwete wanatembea, eli asiye na mashaka nami. Afanye uamuzi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatua ya 7 na ya mwisho, anapitia muamini au mtu aliyeokoka, ni gharama kwa wengine. Manake lazima aliamini awe na mzigo kwa watu wengine. Lazima awe na mzigo kwa watu wengine. Ni sawa na Musa katika Ibrania 11 kuanzia mstari wa 24 mpaka 25. Musa aliona kujifurahisha katika nyumba ya Farao, kula vyakula vya anasa, kuishi maisha ya starehe si kitu kuliko kuishi na watu waaminio, hata kama ni kwa kuteseka. Musa aliona kuitwa binti Farao sio kitu cha kushikamana nacho. Ni bora akaishi maisha ya taabu na shida, lakini asimtende Mungu dhambi, lakini asimkosee Mungu. Ndivyo ilivyo kwa mtu aliyemwamini Yesu, kwa kumaanisha hayuko tayari kabisa kula vitu vya anasa, kuishi maisha ya anasa, au kuona watu wanateseka, kuona watu wanapata shida, ili hali yeye Mungu amempa neema ya kusema, au Mungu amempa neema ya kuwasaidia, Mungu amempa neema ya vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utakuta mtu aliamini hata akiwa na vitu, hata acha watu wateseke. Sasa utashangaa wewe unasema unamwamini Kristo, una mabegi yamejaa ndani, una fedha zimejaa ndani, una kila kitu, lakini unaacha watu wanateseka. Hutaki kuwasaidia. Mimi nataka nikwambie hujamwamini kwa kumaanisha. Aliyemwamini kwa kumaanisha atalipa gharama kwa wengine. Hata kubali watu wengine wateseke. Hata kubali watu wengine wapate shida.
Hatakubali watu wengine waibike. Hatakubali, atakubali mateso. Atakubali kabisa kuteseka kwa ajili ya watu wengine. Kama Yesu alivyojitoa kwa ajili ya watu wengine, naye atajitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa nini atajitoa kwa ajili ya watu wengine? Kwa sababu amekubali kumwamini Yesu kama alivyo, na amejitoa mzima mzima. Na ndivyo ilivyo kwa mtu yeyote atakayeamini, atapitia hatua zote hizo 7. Nami nakuombea Mungu akupe neema ya kupitia hatua zote 7. Na hatua zingine hazijatamkwa hapa, lakini haya ni mambo msingi kabisa anayopitia mtu yeyote aliamini. Kwa usiogope wala usirudi nyuma. Haya ni mambo ambayo Bwana anaachilia watu wake wapitie, kwa sababu anakuwa naamini ya kwamba wamekwisha koma na wanamjua ni nani waliyemwamini. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.